Wapendwa, ningependa tena kuwakaribisheni katika fundisho letu ambalo tumekuwa tukiendelea nalo. Napenda niwakumbushe ya kwamba tumekuwa pia tukijifunza mambo ya nyumba pamoja na mambo ya Biblia, ama kujifunza mambo ya nyumba kulingana na Biblia, na pamoja pia na amri za Mungu 10 na amri 10 za familia. Sasa leo niko katika amri ya 9 ambayo Mungu alitoa akawapa wanadamu, na katika amri hiyo ya 9 ya Mungu tutaangalia pia ni amri gani ya 9 ambayo ingepaswa kuongoza familia. Mungu kama nilivyowaambia alitoa amri 10 akaandika kwa kindole chake mwenyewe juu ya mbao 2 za mawe. Sitaki kurundia yale niliyoambia, lakini nataka sasa niende kwenye kitabu cha Kutoka 20. Kitabu cha Kutoka 20 na mstari wa 16 tunaona Mungu akitoa amri ambayo alitaka watu wake waifuate. Mstari wa 16 Kutoka 20 inasema, usimshuhudie jirani yako uongo. Narudia tena, usimshuhudie jirani yako uongo. Mungu alipotoa amri hiyo alitaka kumaanisha nini? Je, uongo una hatari yoyote? Watu wanaposhuhudia uongo unaweza kusababisha madhara yoyote? Nataka leo tuangalie katika Biblia tuweze kuona jinsi Biblia inavyokataa ushuhuda wa uongo. Na pia nikimalizia nieleze ni jinsi gani uongo umeharibu mboma nyingi, hata kusababisha watu wengine kuuawa na kufungwa au kufanya talaka kuwa nyingi katika mboma kwa sababu ya ushuhuda wa uongo. Mtaniruhusu maneno mengine nitayasema kuliko kusoma mafungu, maana ni mengi. Ndio, swali la kwanza linaweza kuwa, uongo ulianzia wapi? Ushuhuda uongo ulianzia wapi? Katika Yohana 8:44 neno hilo tumeliona katika mambo mengi, katika pia mambo ya uwaji na katika pia mambo ya uongo. Yohana ni ile 8:44. Hebu tumsikie Yesu jinsi alivyosema. Yohana 8:44, tumsikie Yesu akiongea na watu, akiwaeleza uongo ulitokea wapi, ni nani mwanzilishi wa uongo. Aliyeanzisha uongo pia ndiye mwanzilishi wa mauaji. Injili ya Yohana 8:44 inasema, ninyi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mpendazo kuzitenda, maana yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala kusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo usema aliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo. Ndiyo, Shetani ni muongo. Jambo la kwanza kule mbinguni, kabla hata ya kuja duniani, aliwadanganya malaika wengine kuonyesha kwamba Mungu ni mbaya, na akaweza kudanganya wengi, ambao Biblia Ufunuo sura ya 12 nasema kwamba ni theluthi moja. 1/3 ya malaika za Mungu ikandanganywa nikandanganyika, na Shetani akaleta vita mbinguni akisaidiwa na malaika zake, na baadaye wakashindwa na wakateremshwa kwa dunia, ama wakateremka kwa dunia. Nakumbuka niliwaambia kwamba si dunia hii yetu waliteremka kwanza. Kuna sayari nyingi kule juu mbinguni, waliteremka katika sayari zile wakatembea, lakini wakupata nafasi. Kisha wakashuka kwenye sayari yetu na wakaja wakapata nafasi. Na uongo ule Shetani alikuwa nao mbinguni. Shetani ambaye kwa lugha nyingine anaitwa Lucifer. Lucifer huyo baada ya kundanganya 1/3 ya malaika za Mungu na akafukushwa nao akateremka kwenye sayari zile zingine ziko juu ya nchi yetu, akatembea akupata makao, akaja kwenye sayari hii na akaja akaleta uongo ule ule kwa wazazi wetu wa kwanza. Wapi? Katika
Mwanzo sura ya 3 fungu la 1 mpaka la 5, tunamuona shetani akiwa ndani ya nyoka akamjia mwanamke. Akamuuliza, je, Mungu aliwakataza msile miti ya matunda yaliyoko katika bustani hii? Akamwambia, la, ameturuhusu kula yote ila ni hii moja, ila ni huu mti mmoja tu ametukataza. Akamuuliza, kwa nini? Mwanamke akamwambia, Mungu alisema ya kwamba tukila utakufa. Akamwambia, la, hamtakufa. Sikia. Akamwambia, la, hamtakufa ila mtafanana na Mungu. Angalia sasa, huo ni uongo. Akasema, la, hamtakufa. Sasa swali wapendwa, mpaka leo au angali anaishi? Mpaka leo Adamu angali anaishi? Mpaka leo Adamu yuaishi? Mpaka leo Hawa yuaishi? La, walikufa. Lakini kumbuka, waliambiwa hamtakufa ila mtafanana na Mungu. Kama wangefanana na Mungu hawangekufa, maana Mungu hafi. Mungu ndiye mtoaji wa uzima. Sasa sikiza wapendwa, uongo huo ukasababisha wasasi wetu wa kwanza kuvunja sheria waliopewa na Mungu, na kwa kuvunja ile sheria wakawa ni wenye dhambi, na dhambi ikawatenga na Mungu, na ikabindi Mungu afukuse kwenye lile shamba nzuri aliloweka la Edeni. Wakafukuzwa na utawala waliopewa wakanyang'anywa na shetani. Ndiyo. Sasa ukienda katika Timotheo wa kwanza sura ya 2 mstari wa 13 hadi mstari wa 14. Nirudie tena, Timotheo wa kwanza sura ya 2 fungu la 13 hadi 14 inasema ya kwamba si Adamu aliyedanganywa kwanza, ila ni mwanamke alidanganywa. Mwanamke alipodanganywa akiwa wa kwanza, na yeye akamwambia, akampa mumewe lile tunda. Akampa mumewe lile tunda. Unaona sasa? Walidanganywa. Nani alidanganywa kwanza? Ni mwanamke ndiye alidanganywa. Sasa baada ya mwanamke kudanganywa, akala lile tunda. Baada ya kula akapelekea na mumewe, akapelekea mumewe. Hebu nisome lile fungu linasema, kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza na Hawa baadaye. Wala Adamu hakudanganywa, ila mwanamke alidanganywa kabisa, akaingia katika hali ya kukosa. Yes, mwanamke akadanganywa, akaambiwa mkila matunda mtafanana na Mungu, hamtakufa. Huo ulikuwa ni uongo. Sasa angalia athari ya uongo, angalia hatari ya uongo. Wakadanganywa au akadanganywa, akadanganyika, akala matunda, akapelekea mumewe, na mume akala, basi wakawa wote wamevunja sheria ya Mungu. Lakini kama wangelikiri makosa wangesamehewa, maana Mungu aliita Adamu akamuuliza, uko wapi? Akamwambia, nimejifisa. Kwa nini? Nimeona niko uchi. Mungu akamuuliza, ulikula matunda niliyokataza? Akasema, ni yule mwanamke uliyenipa ndiye alinipatia. Hakusema, baba nimekosa nisamehe. Akauliza mwanamke, na wewe je, umefanya nini? Akasema, ni yule nyoka ndiye alinidanganya. Hakusema nimekosa. Kama wangelikiri makosa wangesamehewa na hawangeingia kwenye dhambi. Sasa angalia hatari ya uongo. Ukisikia Mungu alitoa amri kusema usishuhudie uongo, alijua kwamba uongo unaweza kuleta madhara makubwa sana. Uongo unaweza tenganisha familia. Uongo unaweza sababisha hata kufa. Ndiyo. Sasa kuna mambo 6 ambayo Mungu anachukia. Biblia inasema ya kwamba kuna mambo 6 ambayo Mungu anayachukia katika kitabu cha Mithali sura ni ile ya 6 mstari wa 16 hadi 19. Mithali 6:16 hadi 19. Ndio. Sasa hebu niende pale katika Mithali 6 fungu lile la 16 na niachie fungu la 19. Inasema, kuna vitu 6 anavyochukia Bwana, naam, viko 7 vilivyochukizwa kwake. Vitu gani hizi? Macho ya kiburi, ulimi wa uongo, na mikono imwagayo damu isiyo na hatia, moyo wa asao mabaya, miguu iliyo mepesi ukimbilia maovu, saini wa uongo asemaye uongo, na apandaye mbegu za fitina kati ya ndugu. Unasikia? Katika mafungu hayo uongo umetajwa mara 2. Kienda fungu la 17 imesema mojawapo ya kile Mungu anachukia ni macho ya kiburi, ulimi wa uongo. Ndiyo. Ukienda 19 inasema saindi wa uongo asemaye uongo,
naye apandaye mbegu za fitina kati ya ndugu. Sasa nikifupisha maneno haya ni ya kwamba kwa kweli Mungu anaposema usishuhudie uongo, Mungu aliposema usishuhudie uongo, alijua ya kwamba uongo unaweza kupanda mbegu za fitina kiasi hata ya kuwafanya watu kuuana. Kiasi ya kufanya watu kuuana. Ni kweli. Sasa angalia. Uongo wa shetani ulifanya wanadamu wakaanguka dhambini. Sio hiyo tu. Sasa hebu niseme uongo umefanya wengi kuingia kwenye hatari. Ndio. Ukienda sasa katika Kumbukumbu la Torati 19 mstari wa 16 hadi 19 inasema ya kwamba yule ambaye anashuhudia uongo atengwe na uongo wake. Yule mwenye kushuhudia uongo atengwe pamoja na uongo wake. Kuna maneno hapa nasoma nikitafsiri kwa lugha ile ya Kiingereza ama nikitoa kwa Kiingereza. Hebu niende kwa Biblia yenyewe katika Kumbukumbu la Torati ni sura ile ya 19 mstari wa 16 inasemaje? Yasema, saindi mdhalimu akimwinukia mtu yeyote na kushuhudia juu yake ya upotoe, ndipo wale watu washindanao kwa mambo yale na wasimame watu wawili mbele za Bwana, mbele ya makuhani na waamuzi watakaokuwapo siku hizo, nao waamuzi unawatafute kwa bidii. Na tazama, yule saindi akiwa saindi wa uongo, naye ametoa ushahidi wa uongo juu ya nduguye, ndipo mtamfanyia kama alivyodhani kumfanyia nduguze, ndivyo utakavyoondoa uovu katikati yako. Kwa mfano, kama mtu ameshuhudia uongo juu ya mwenzake kwamba ameua na hajaua, ikidhibitika ya kwamba ni uongo ameshuhudia juu ya ndugu yake ili kwamba uwawe, basi yeye auawe kwa niaba ya huyo ambaye alikuwa anashuhudia uongo juu yake. Yeye apokee kile kifo. Niseme tena, seme mtu ameenda kwa chief ama kwa janji akashuhudia uongo, akasema ya kwamba mtu fulani aliyeuawa aliuawa na huyu, na ni uongo anasema. Ikidhibitika kwamba ni uongo, kulingana na sheria Musa, huyo ndiye alipaswa kuuawa badala ya yule ambaye mwenye kusema uongo alitarajia auawe. Basi ukienda tena katika mstari ule wa 15 katika Kumbukumbu la Torati, ukirundi mstari wa 15 inasema, saindi mmoja asimwinukie mtu awaye yote kushuhudia kwa uovu wowote wala kwa dhambi yoyote katika makosa akosayo yoyote. Jambo na lidhibitishwa kwa vinywa vya mashahidi wawili na watatu. Kama mtu anasema uongo, basi kutafutwa mashahidi wangapi? Wawili ama watatu, washuhudia hayo yasemwao ni kweli ama si kweli. Lakini pia Biblia inasema kwamba mmoja ni mdanganyifu kuliko vitu vyote. Mtu anaweza kujidanganya kwamba anapotoa uongo dhidi ya mwenzake kwamba atamfanya kufungwa. Mambo inaweza kugeuka, huyo mwenye kusema uongo akabeba ile lawama. Sasa wapendwa, hebu nirudi katika familia. Nasikitika niseme ya kwamba kuna wanaume wamefungwa kwa sababu ya wake zao kupanga mambo ya uongo. Kuna mboma nyingi zimefarakana kwa sababu ya mtu mmoja kusimama katika kunena ama kushuhudia mwenzake uongo. Kwa mfano, mume na mke wanaweza kosana. Sasa wazazi wakaja kupatanisha, ili mmoja ajionyesha kwamba yeye ana haki, anashuhudia uongo juu ya mwenzake. Kwa mfano, mama anaweza kuambia wazazi ambao wamekutana kuwapatanisha kwamba huyu mume wangu hunichapa, huyu mume wangu ana mpango wa kando, huyu mume wangu hatupati chakula, na ni uongo. Kama ndugu mwingine namjua, rafiki yangu, mama yake akaenda kwa jirani akamwambia mzee rafiki ya huyu mume wake, akamwambia mimi mume wangu hatupati chakula. Sasa yule mzee jirani mwenye kuambiwa hayo akaja kwa yule rafiki akamwambia, sasa we baba,
mbona mkeo umnunulie chakula? Huyo mzee hakusema kitu. Alimwambia afungue hiyo kabati. Kufungua kabati, chakula kimejaa. Sasa hiyo ilikuwa nini? Ni kwamba yule mama alitaka kuharibu sifa ya mumewe, kuharibu jina la mumewe kwa marafiki, kwamba hapatiani chakula, halei familia. Kuna mama wengine ambao wana mdomo mrefu wa kusundia uongo juu ya waume wao ili kuwachafulia jina. Pengine wamekosana kidogo. Hata kama mmekosana, usichafue jina la mumeo au jina la mkeo. Tuko kwa amri 9 ya familia. Usisundie uongo juu ya mkeo ama juu ya mumeo. Yes. Kwa nini? Kwa sababu utakuwa na hatia. Maana Mungu amesema usisundie uongo. Tena tumeona kuna vitu 7 Mungu anachukia. Mojawapo ni mtu kusema uongo, ni kusundia uongo. Hebu niseme, kuna wanaume wengine wamefungwa. Nakumbuka kuna mahali fulani nilienda camp meeting kufundisha. Mzee mmoja akawa pale. Nilipokuwa nimefundisha akapendezwa sana na mafundisho yangu. Akasema, najua pasta, mimi nimefungwa miaka, sitaki kutaja. Ni miaka nyingi, zaidi ya 5. Nilifungwa. Kwa nini? Mke wangu aliambia binti yangu wasuundie uongo ya kwamba nimembaka. Mzee akakamatwa. Mama ameenda kustaki polisi. Mzee akakamatwa. Nasema hivi, mama na binti yake wakaenda polisi kusema ya kwamba binti amebakwa na baba. Yes. Na sitaki kusema walionga polisi, hata kama walifanya hivyo sitaki kusema hivyo. Maana yule binti hakupelekwa hospitali kupimwa. Na sitaki kusema walihonga jaji, kama ilikuwa hivyo ama sivyo, mimi sitaki kusema. Lakini nataka niseme kile ambacho nilishika vizuri. Sitaki kusema mengine mengi zaidi. Basi mzee akakamatwa akapelekwa kotini. Ndio uone hapo kulikuwa na mambo. Jaji akamwambia kwamba wewe unasakiwa kwa kubaka binti yako. Akasema ya kwamba ebu barua ya daktari iletwe ya kudhibitisha kwamba nimembaka. Kama kweli nilimbaka, je, alipelekwa hospitali kupimwa ili idhibitike kwamba nimembaka? Hakukuwa na barua. Na ndio hapo naona kama kulikuwa na kitu sitaki kusema. Sitaki kusema, mimi si Mungu asomaye moyo. Lakini hata watakubaliana nami kulikuwa na jambo. Njanja akamwambia ya kwamba wewe ulikuwa unakusundia. Yes, hukumbaka lakini ulipanga kumbaka. Sasa kama alipanga, ni nini linadhibitisha kwamba alibaka? Je, ni suruali alirarua? Hata kama suruali, hata msichana anaweza kujirarulia na aseme baba amerarua. Mzee akafungwa miaka zaidi ya 5. Lakini alipofungwa, nashukuru Mungu, mzee mwenyewe anasema nashukuru Mungu, maana alipofungwa alienda kule jela na akaokoka. Akamjua Mungu na akaamini, akaokoka na akarudi kwa nyumba yake. Sasa sikia, kuna mithali Wamiru anasema ya kwamba kuumagwa ni gusokagwa. Mahali ambapo ulitoka unaweza ukarudi. Sasa mama alidhani mume wake atafungwa akufia jela, lakini wapi, si alirudi tu kwa mboma yake. Sasa angalia mama, unaposundia uongo juu ya mumeo ili afungwe, ama unaposundia uongo ili mume wako mtengane na yeye, kweli mnaweza mkatengana, lakini jambo likatokea mkapatana. Kuna wengine wameachana na wakarudiana. Sasa kama ulisudia uongo juu ya mwenzako, ukachafua jina lake, na yule ya kwamba kumetokea jambo la kuwaunganisha, je, kweli utakaa kwa amani? La, utakaa kwa amani. Utakuwa nakumbuka, nilisudia uongo juu ya mume wangu tukatengana. Jambo hilo litakusumbua, litakuumiza ndani ya moyo wako, utakuwa hauna amani. Kwa hivyo usisundie jirani yako uongo. Usisundie mume wako uongo. Usisundie mke wako uongo. Hata kuna waume wengine kwa visingizia anataka kutupa mke, anasema ya kwamba nimempata na mwanaume, na ni uongo. Na kwa sababu pengine mzee ana heshima, aidha kwa kanisa, anaaminika, akisema huyu mke wangu nimempata na mwanamume, kama vile tunasoma kwa Danieli sura ya 13, Biblia ya Wakatoliki.
Danieli sura ya 13. Hizi Biblia zingine ambazo wa Protestant wanasoma ndani ni mpaka sura ya 12. Lakini sura ya 13 inasema ya kwamba kuna mwanamke alikuwa anaitwa Susana. Mwanamke huyu kuna wanaume walishuhudia juu yake uongo. Kuna wanaume walikuwa nakamata wake wa Waisraeli kwa unjanja, wabaka na mama kama hataki wanasema ya kwamba tutasema uongo kwamba tulikupata na mwanaume. Sasa mwanamke anakubali mambo ya wasee wale. Na walichafua mabinti wengi. Wakaenda kwa Susana alipoenda kwenye kisima shambani kuoga. Na alikuwa na mabinti wanjakazi wake. Akasahau sabuni, akamwambia nendeni muilete muje nayo. Wakaenda kuleta. Kabla hawajarudi wasee wakatokea wakataka kumbaka, akakataa. Wakapiga nduru wakasema tumempata na mwanamume. Binti yule akapelekwa barazani na akahukumiwa kufungwa ama kuuawa na mawe. Danieli akatokea pale akasema mbona mnataka kuua huyu mama bila kuleta waliompata tuwahoji? Wakaleta wale wazee. Mmoja akaulizwa walikuwa wamelala chini wapi? Mmoja akasema ni mkwaju. Mwingine akasema mti mwingine. Miti katofautiana. Kwa hivyo kajulikana kwamba wale walikuwa wanasema uongo. Kwa hivyo nasema hivi, usisuhundie mke wako uongo. Kusema nimempata mahali fulani na mwanamume fulani ndio pengine upewe ruhusa kutengana naye kwa sababu umepata kandogo ndogo, umepata kachungwa. Sasa umepata kachungwa, unataka kuachana na mke wako, unasuhundia uongo ya kwamba umempata na mwanaume ndio kanisa likukubalia umuache uende kwa kachungwa. La. Mungu anasema kuna vitu 7 nachukia. Moja wapo ni hiyo kusema uongo, kusuhundia uongo. Lakini ninapomalizia, na je, waongo wataenda wapi? Mwisho waongo utakuwa ni wapi? Ufunuo sura 21. Ufunuo sura 21:27 inasemaje? Waongo adhabu yao itakuwa nini? Angalia jihadhari na kusuhudia uongo. Ufunuo sura 21. Angalia mambo ya uongo yatakupeleka mbali. Ufunuo sura 21:27 inasema na ndani yake hakitaingia kamwe chochote kilicho kinyonge, wala yeye afanyaye machukizo na uongo, bali wale walioandikwa katika kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo. Wasema uongo hawataingia kamwe katika mji mtakatifu. Hao wafanyao nini? Wasema uongo hawataingia katika mji mtakatifu. Hebu enda pamoja nami Ufunuo 22 mstari ule wa 15 inasema huko nje wako umbwa na wachawi na wasinzi na wauaji na hao waabuduo sanamu na kila mtu apendaye uongo na kuufanya. Huko nje ya mji mtakatifu kutakuweko wale wapendaye uongo. Usikubali kuwa muongo, maana utakosa nafasi ya kuingia mbinguni. Haivile ulifanya uongo, kuna nafasi ya kutubu. Yesu anasema kutokana na Yohana, waraka wa kwanza wa Yohana 1:9, tukiungama dhambi zetu ni mwaminifu atatusamehe. Utasamehewa kama ulifanya uongo, kama umesuhundia uongo utasamehewa. Muombe Yesu akupe uwezo wa kutunza ulimi wako usinene mabaya. Ndio, inaweza kuwa leo ndio mara yako ya kwanza kuniona. Kitaka kujua mengi ambayo nimefundisha, kama makosa ambayo wanaume wanapaswa kurekebisha na wanawake yale wanapaswa kurekebisha, na pamoja na zile amri zingine 8 pamoja na hii ya 9. Ukitaka kuelewa maana ya Mungu kutoa hizo amri, nenda kwenye channel ya YouTube yangu, tafuta jina Pastor Mutuma Senior. Utapata mengi. Na ukitaka pia ninapofundisha neno lifike kwako mara moja, ninapofundisha liingie kwa simu yako, hata kama umezima simu, liingie ukifungua upate yale mafundisho, naomba usubscribe. Nataka kuwashukuru wote walio subscribe kwa sababu ninapofundisha neno linafika kwenye simu yao. Lakini shinda niliyo nayo ni kutojua hao wote walio subscribe. Simu yangu ina maelfu na maelfu ya watu simu yangu ina watu maelfu na maelfu. Na wote siwezi kuwatumia. Ni vingumu kuwatumia wote. Lakini kama wote wangeweza kusubscribe, ama wale walio subscribe, nitume nisitume, bora tu imeingia kwa channel yangu ambayo wamesubscribe, itaingia kwao mara moja. Lakini pole kwa wale hawajasubscribe, maana wengine siwezi kutumia. Ni maelfu wako kwa simu yangu. Nina majina ya watu maelfu kwa simu na siwezi kuwatumia wote. Unataka upate mafundisho? Subscribe kwa faida yako mwenyewe.
na ni neema ya Mungu. Ninakuombea ikuwezeshe uweze kufanya kile kitakusaidia kupata mafundisho yangu, maana Bwana amenipa nikupe bure. Asante. Mungu awabariki na watende mema.